Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tena ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kuwa na wewe tena siku kama hii yenye nuru na neema, ambayo tupo naye Sheikh wetu si mwingine bali ni Sheikh Yusuf, ambaye naamini wewe mpenzi mtazamaji unazidi kuwa naye, kujua mengi ama kufaidika naye na yale yote ambayo anazidi kujuza wewe mpenzi mtazamaji. Na insha Allah katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia siri za furaha ndani ya ndoa. Ni siri zipi hizi ambazo labda wengi hawafahamu? Mtu labda huenda aona na hii ndoa yangu bwana, hapana, imekuwa na karaha nyingi, nitapata lini raha? Sasa leo tutaka kufahamu ni kipi ambacho kimefichwa ambacho labda wengi hawafahamu, na kitaleta tabasam, kitaleta mawadda, kitaleta rahma ndani ya ndoa zetu. Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuelekee kwake Sheikh, tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Alhamdulillah. Ni furaha tena kuwa na wewe. Alhamdulillah. Ndani ya kuona studio zetu unazipamba na mawaidha matamu yenye kunufaisha jamii, yenye kunufaisha wanandoa ama vijana wenye hawajaingia katika ndoa. Naamini kuna kijana anaitamani sana kuingia katika ndoa, lakini kila akisikia tofauti kwamba watu wa mgogoro umefika hapa ama baada ya miezi mitatu au mwaka watu wanatalikiana, anaona mimi sina haja ya kutimiza wajibu huu. Insha Allah. Bismillah Sheikh. Asante, shukran sana kwa kunikaribisha tena katika hiki kipindi na kwa lengo la kufaidishana. Na ni kweli vile unavyosema kwamba ndoa wakati mwingine watu hukimbia. Hakika. Na wengine huwa wanaona wanayopitia wenzao. Kama ni haya ndio ambayo mwenzangu anapata, basi bora nibakie. Ndio sitaki kuoa ama sitaki kuolewa. Na ndio maana hii mada imekuwa ni mada nzuri sana. Alhamdulillah. Siri za furaha ndani ya ndoa. Kwanza kabisa tukielewa kwamba ndoa yenyewe ndio ina furaha. Naam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye ameijalia hii ndoa. Na msingi wake hasa ni kutoka kwenye Qur'ani. Ndio. Ndani yake kwenye ndoa kunapatikana mapenzi na huruma. Naam. Isitoshe, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema jengo ambalo limekamilika katika Uislamu, kwanza jengo lililokamilika na linalompendeza Mwenyezi Mungu zaidi ni ndoa. Mashaallah. Kwanza ndoa inampendeza Mwenyezi Mungu. Sasa kijana akijua hii atakimbia mbio kwenda kuoa, kwa sababu ni ndoa hii ni jengo ambalo limekamilika katika Uislamu ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. Sisi tunatafuta furaha. Ndio. Na kile ambacho unafanya unataka radhi ya Mwenyezi Mungu. Hakika. Naam. Mwenyezi Mungu kwanza yuko radhi na ndoa. Ndio. Kwa hivyo unapoolewa kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa radhi na wewe kwa kile kitendo unachofanya cha kuoa na kuolewa. Mashaallah. Hiyo ndio binaa. Ndoa pia humbadilisha mtu. Shakhsia ya mtu inaonekana kwamba huyu ni mtu mwenye heshima. Hebu jaribu tu katika maisha yetu ya sasa. Angalia kijana ambaye hajaoa namna anavyoishi. Kisha mtazame baada ya ndoa. Wengine mashallah unenepa. Unenepa. Mpaka sasa hivi unashindwa, na watu wanaulizana Jafar leo ana nini? Hii miezi kidogo amebadilika. Huyu alioa. Ameoa, yani anaenda kwa time. Na kila mara kuna mahali anafikiria na akitoka kazini jambo la kwanza ni nyumbani. Kidogo yani kashati, hata hawazi kwingine. Nyuma kalikuwa kamejikunja saizi ukimuona kashati kidogo kamenyoshwa, hata sauti yake unaona sauti yenyewe mashallah. Akiingia kazini tabasamu inazidi kutoka. Ambwa vipi Jafar, kwani kumekuaje? Kwa sababu anajua nilikotoka nimeagwa salama. Jamani. Na nikirudi nitapokelewa.
na umetoka mashallah, umeombewa mpaka dua. Mume wangu unapoenda, Allah akuhifadhi, akupe riziki za halali, akuongezee zaidi. Mpaka hasa akifika bwana, atakifika kazini, yasikia mimi namtamani mume wangu, mke wangu mimi jamani, tayari ashampigia na ameingia tu, ametoka kuagana na yeye. Tumekuwa semina wakati mmoja kule Uganda. Tukaona vile wanawake wa kule wanapoletea mume chakula huwa analete mpaka na kupiga magoti kiasi cha kwamba mpaka sisi tukawa nasema hawa tukiwapata huko Kenya maisha yako sawa. Unaona, haya maisha ni maisha ambayo yanakupatia mwangaza. Kwanza, jamii namna ambavyo inakuheshimu tofauti na vile mwanzoni. Mwanzoni unakuwa tu ni mtu ambaye hivi yani wanasema shakala bakala. Lakini baada ya kuingia katika maisha ndio wanasema mpaka maisha yako yanakuwa na mipangilio. Mashaallah. Unajua wale ambao hata wanakula kwenye vibanda unakuta ameshafunga hiyo chapter. Sasa utakuta ndio maana wengine mashallah wakiingia katika ndoa zao unakuta mtu anakuwa na budget. Maana unajua akiwa bachelor unakuta hata mtu hazipangilii vile. Sasa wakati abingia katika ndoa inabidi ajue hapa mke wangu yavaa hii nguo. Anajua Idi ikifika mimi nafaa kunini kupeana nguo hii, pesa kiasi fulani ya chakula ni hii. Yaani unakuta majukumu ndio yanaongezeka, lakini kwa mwanamke mwenye ama kwa wanandoa wanaopendana ambao mahaba yako ndani yao, yani wanaiona kwamba hii ni ibada ambayo Mwenyezi Mungu amewapa na amewachagua wao wawili, kuna faraja ndani yake. Alafu ndoa mara nyingi inakuondolea uzito wa akili, inakupatia faraja ya dunia. Yani ndio utaona yale Uislamu ukasisitiza, ukitaka tu utulivu mzuri oa, ukitaka utajiri pia oa. Tumesoma visa, kuna kisa ambacho kijana alikuwa anaishi na mama yake mzazi, maisha yamekuwa magumu, hana chakula, anaenda kwa Mtume angalau Mtume ampatie kitu. Mtume anamwambia nini? Oa. Umeoa? Namwambia sasa nitaoaje hali vile ilivyo ngumu, na mpaka nimekuja kwako kwa sababu hali ni ngumu, nioe vipi? Naenda ukaoe. Yani ile ndoa inapanua nini? Akili ya mja. Kuna mmoja alisema, mashehe wa kule upande mwingine walisema ya kwamba mwanamume au mwanamke mwenye hajaolewa astaghfirullah, hawana akili. Akili sawa ziko sawa. Hawana akili, yani utakuta akili haijatulia. Sasa wajua ile ndoa inafaa ukipata mwenza uwe na mwenza ambaye anakupa utulivu wa nafsi. Yani ukiingia unasikia ndio hiyo aya ikasema litaskunu, kupata ule utulivu. Hata popote ambapo unaenda uko na utulivu. Hiyo ndio faida ya ndoa. Kwa hivyo ndoa asili yake si dhiki, si matatizo. Asili ya ndoa ni furaha. Haya matatizo yanatoka wapi? Yani ugumu huu mpaka inafika wakati mtu anasema sijui ni kwa nini nimejiingiza kwenye ndoa. Ikimwangalia mwenzake asema sasa huyu atani. Sasa haya maisha sijui, na wengine pia wanatamani kujiua. Wallahi. Sababu yale maisha ambayo wanayapitia. Wengine wanatamani namna gani, hata anatamani kumuua mwenzake. Yani kulingana na ile hali ambayo ipo. Lakini kwa nini hali hii inatokea? Njia ni moja, dada yangu. Baada ya kutimia kwa ndoa, mnapoingia ndani ya maisha ya nyumba, ile nyumba kwenu ni kama pepo, ni janna. Yani mumeingia katika furaha, mnakuja kwenye nyumba ya kuwajengea furaha. Ile nyumba yote ni janna. Sasa ni nyinyi wawili ndio mtaibadilisha ile nyumba iwe ni janna au iwe mashimo katika mashimo ya motoni. Ni nyinyi wawili. Kweli. Hakuna mtu mwingine. Yanasema hata kama maneno yanatoka nje yanakuja
nyinyi ndio mnayakubali yakaingia. Ndio maana jana nilikuwa naangalia, kuna siku nilikuwa naangalia video fulani inasema kuna content creators wawili, tuseme sana sana ni yeye ndio content creator huyo mama, lakini mashallah ndoa yake imemaliza miaka 11. Akawa anatoa video tu kuelezea kuna kule kununiana, kuna kukasirikiana, lakini ndoa ni watu wawili, watatu ni shubiri kabisa, kwamba watatu atakapoingia, mtakapomuingiza mtu watatu katika ndoa yenu, sio kwamba ti mathna ama nini, hapana. Mtu watatu ambaye unajua kabisa nyinyi mnasema kwamba mkisolve issue lazima mweke mtu mwingine. Wanavyo solve issue katika kuweka mtu mwingine, huyu mtu huwezi jua amekuja na dhamira gani. Wengine uko sana maskini kwa sababu ya huyo mtu watatu aloletwa. Sasa utakuta wanapoteta wazazi mbele ya watoto, inakuwa na tashwishi kubwa. Na ndio maana wengine ukasikia kwamba wewe kama mzazi usizoe kuteta mbele za watoto. Watoto ni amana. Kile ambacho mnakifanya mbele yao ndio watakishika. Kabisa. Alafu matatizo yapo. Ndoa pia ina changamoto zake. Kwa sababu pia si ati kwa sababu mmeoana nyote mtakuwa ni maasumu. Hakuna. Yani mmehifadhiwa kutokana na makosa na nini. Kuna huu mgongano wa hapa na pale kwa sababu mmekutana watu ambao mlikuwa hamjaishi pamoja. Kweli. Ulikuwa haujui tabia za huyu na huyu alikuwa hajui tabia za mwenzie. Sasa mmekutana ndio sasa mnaanza kujuana. Ndio. Huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, na kila mmoja ako na hali yake na maisha yake. Sasa hapa inafaa mvumiliane na kuelekezana. Haya ndio maisha. Na wakati ambapo mnaingia katika haya maisha, inatakikana mnapozozana muangalie njia ya kusuluhisha. Watu muhimu sana katika ndoa wa kusuluhisha mambo ni mume na mke. Hao ndio wanasuluhisha matatizo yao. Kweli. Na wakati ambapo yamekuwa magumu pia Uislamu umewapatia njia. Sio kila mtu. Kweli. Imewapatia njia kwamba kuna watu fulani elekezeni matatizo yenu. Ndiyo. Unajua unapoingia katika maisha ya ndoa, mumewaingiza watu katika familia, watu ambao hawakuweko. Yani mke unapoolewa, familia yako wewe mke, ndugu zako, baba, mama, dada zako, wote wanahusika katika hii. Ndio wataitwa mashemeji, bamkwe, maamkwe, kwa sababu wamehusika hapa. Na yule pia kijana vile vile. Kwa hivyo mnapoingia, hawa ni watu ambao wanaweza kahifadhi mambo yenu. Tofauti na mtu wa nje. Alafu pia kuna hakimu sheria, kuna wale ambao wana majukumu ya kuweza kutuliza hizi harakati ya haya matatizo. Kuna watu ambao sheria imewaelekezea nyinyi muweze kukimbilia kwao. Ingawaje watengezaji, waharibifu ni nyinyi wawili. Mkikubali ndoa yenu ivurugike, itavurugika. Alafu naamini pia jinsi Sheikh watu wanavyosuluhisha migogoro ya ndoa. Naam. Iwe na mwelekeo. Kuna watu hawana mwelekeo katika kusuluhisha migogoro yao ya ndoa. Ndio maana utakuta kuna mtu anaweka mpaka rafiki zake katika ndoa yake, ambao huo ni mtihani mkubwa sana. Ndoa haiwezi fika mahali kama rafiki amewekwa kama kipaumbele. Rafiki abakie na nafasi yake ya rafiki. Naamini ulipokuwa unaolewa kukiwa na mshenga wako ama ulivyokuwa na mashahidi wako, rafiki yako hakuwa shahidi. Yeye amekuja kama rafiki wa kando. Hata wa ndugu ambao tunakuwa nao katika familia wasiwe sasa ndani katika migogoro. Wana mipaka yao pia. Wana mipaka yao. Kila kitu kina mipaka. Mzazi pia ana mpaka wake. Anapohitajika ni familia mbili zije, mzazi wa huyu na mzazi wa huyu. Akikosekana huyo, kuna wakubwa zake ambao labda wako hizi pande mbili. Hao wakija pande mbili kusolve hii ni nio kadhia ambao labda kumekosekana kitu, na mimi ndoa sitakuwa na ustawi kabisa. Kwa hivyo siri hii ya kuhifadhi ndoa ni kulete furaha. Ni hawa wawili. Unajua kijana wakati wa mawindo huwa anakuwa ni kijana mzuri sana. Mashallah. Na kile kipindi anakuwa ni mnyenyekevu, mtiifu, na ikiwa atafuatilia ule unyenyekevu hata wakati wa ndoa na baada ya ndoa, maisha yatakuwa mazuri. Mwanamke au binti, ile haya, istihya yake aliyokuwa nayo wakati anatafutwa,
ikiwa ataingia nayo katika maisha ya ndoa na akaitunza, ndoa itakuwa ni yenye furaha. Hakika. Kwa hivyo ni hao ndio ambao wanachangia katika maisha yale ya ndoa na heshima. Ingawaje Uislamu pia umeeleza, ikiwa wewe mke utafuata haki zako, uchunge haki za mwenzako. Wewe mume, chunga haki za mwenzako. Sasa furaha itapatikana ikiwa kila mmoja ako katika mipaka ambayo inastahiki, na kila mmoja akifahamu haki yake, haki ya mume kwa mke na haki ya mke kwa mume. Matatizo na chuki inakuja wakati ambapo mmoja anavuka na kuingia kwa haki ya mwingine. Hakika. Hapo ndio matatizo. Kweli. Na miongoni mwa mambo mengine ni mambo ambayo yanatoka nje. Kadhalika ama misukosuko ya kiuchumi yanaweza yakasababisha mambo mengine kuweza kubadilika. Kwa hivyo kile ambacho unafaa kufahamu wewe binti, unapoolewa na huyu mume, ako na changamoto zake, ako na upungufu wake, na wewe pia uko na changamoto zako, uko na upungufu wako. Ni nyinyi kushirikiana na kuona ni namna gani mtayarekebisha maisha yenu yawe ni maisha mazuri. Kwa hivyo hiyo ndio hali ambayo inatakikana kwanza kutengeneza msingi wa ndoa yenye kudumu. Na kuna riwayati nyingi na hadithi nyingi ambazo tutazieleza inshallah. Shukran sana Sheikh. Acha chukua mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea kufahamu mengi kuhusiana na riwaya tofauti tofauti ambazo zitawafanya waja wema wa Mwenyezi Mungu waweze kudumu katika ndoa zao na furaha ya ndoa. Shukran sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu, alhamdulillah, anakujuza mengi kuhusiana na siri za furaha ndani ya ndoa. Anakuambia kwamba siku zote hakui na mvua katika ndoa, kufikia mahali kukawa na jua, lakini inatakikana jua hii mtaikabili vipi? Kando na kwamba inakuwa kali, mtaelewana vipi wewe na mwanandoa mwenzio? Mtaelewana vipi nyinyi ambao mnataka kuingia katika ndoa, vijana ambao hamjaoa, wasichana pia ambao hamjaolewa? Insha Allah ni kadhia nzima ya ndoa, ni kubwa sana na ni vizuri sana kuifahamu. Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, tunazidi kufaidika naye Sheikh wetu akujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa ama kadhia nzima ya ndoa. Ndoa ni ibada kama tunavyojua, na kuna furaha na kuna karaha. Wanakuambia siku zote hauoni asali, kuna kuwa na shubiri ndani yake, lakini inatakana kwamba ile shubiri isipite kiasi ikafanya asali ikawa chungu, bali hakikisha kwamba asali inakuwa nyingi alafu shubiri inakuwa kiasi. Inshallah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabalie yote inshallah. Amin. Asante inshallah. Bismillah. Tumeweza kuzungumzia asili ya ndoa na tukasema kwamba ni furaha na ni wanandoa wenyewe ndio wanaweza kutengeza ndoa yao kuwa ni ndoa iliyo nzuri. Ndio. Na mwanzo, hata unapoitazama mwanzo wa ndoa, hawa wanapokuwa wageni katika ndoa, wameshaoana na kila mmoja ni mgeni kwa mwenzake, wote wanakuwa ni wazuri na kila mmoja anakuwa ni mwenye kuheshimu mwenzake. Maisha yanaenda yakibadilika kila wanapoendelea kujuana zaidi. Si ati kwa sababu kila ambavyo ndoa ile inavyochukua muda na ni vile ambavyo wanaenda wakijuana. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo inafaa mume achunge na mke achunge. Ni mambo ambayo yanaweza kukosesha furaha katika ile ndoa yao. Miongoni mwa haya mambo, kitu cha kwanza, mume aangalie yale mahaba na mapenzi aliyokuwa nayo ya awali kwa mke wake. Kama yamepungua ni kwa nini? Kwa nini yamepungua? Zamani nilikuwa nikimtaja kwa majina mazuri, mpenzi wangu,
mama watoto wangu, mke wangu mpendwa na nini. Unajua saa hizi wengine wameoana wamekuwa na hizo sifa wakiwapendana vizuri, lakini sasa hivi unasikia anakuita we, kuja hapa. Sasa ni we. Sio mke tena. Si mke tena. Maisha yamebadilika. Anasema hiki, wakati mwingine mke anamuita hiki kimzee, hiki na kadhalika. Majina ambayo yani ni kama inafika wakati ni kama mtu anaona nimemchoka mwenzangu. Yani ninakaa tu. Unajua kuna baadhi ya kina mama wanasema mimi nakaa tu kwa sababu ya watoto. Lakini huyu si mume. Mke pia. Mume pia anasema mimi ninavumilia tu. Sababu naona hata nikimtoa sijui kwenye atafanya nini, anaweza fanya ama ataenda vipi, ataenda kule kwa vile ulisema misingi ya ndoa. Misingi ya ndoa. Unaona hali kama hii inakuja inafanya ndoa inakuwa na dhiki, inakuwa na mambo ambayo hayaeleweki pia. Kitu kikubwa zaidi kinachohitajika ni hayo mahaba yaendelee. Kama ulikuwa unanunulia mke wako zawadi pale nyuma, kwa nini ikatike? Kwa yale majina mazuri, kwa nini imekatika sasa hivi? Kwa hivyo ikiwa utayakuza hizi tabia, nyumba inaendelea kuwa na furaha. Wanasema mapenzi ya mke mara nyingi hayatoki kwa haraka. Kweli. Hayatoki kwa haraka. Kweli. Bado anaendelea kuwa na yale mahaba. Hata ukimuita sweetheart, hata kama amezeeka bado anajiona yeye kweli ni sweetheart. Hata kama mashavu yamefanya nini, yeye bado anakuwa ni sweetheart. Kwa hivyo bado zile sifa ukimpatia yeye anaona amefika juu. Lakini pindi unapomdhalilisha, hata kama ni binti mzuri, ukimdhalilisha anaonekana sasa yeye ni kama kijinyanya kizee. Kweli, kweli. Kwa sababu ile heshima kwake imefanya nini? Imezorota. Kwa hivyo yale mahaba yanafaa kuendelea. Alafu pia wewe mke, inafaa umuelewe mwenzako. Maisha ambayo anayapitia kabla ya ndoa mlikuwa vipi na baada ya ndoa. Unajua mume anapooa mara ya kwanza yale majukumu hayawe makubwa. Kweli, kweli. Lakini pindi ambapo maisha yanazidi kuenda, ndio majukumu ya mume yanazidi kufanya nini? Kuwa makubwa, kuongezeka na kuongezeka. Kwa sababu familia nayo inazidi kuwa kubwa. Na alafu cha ajabu ni kwamba unaweza kuta matumizi yake, kila anachokipata hakiongezeki. Ni majukumu yanaongezeka, kile ambacho anapata hakiongezeki. Utakuta wanaume wengine anafanya kazi ya mshahara 15,000. Anaoa bado anaoa mshahara wa 15,000. Amepata mtoto wa kwanza na huo mshahara bado 15,000. Kwa hivyo yule mke ukiingia katika maisha ya ndoa, muelewe mwenzako. Unajua kuna baadhi ya wanawake wakiingia katika maisha ya ndoa wanajua ya kwamba huyu mume anafaa kutatua kila kitu. Haujali vile ambavyo yuko katika maisha. Na ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika kwa sababu ya madeni. Kweli. Yaani mume ametoa alichokuwa nacho, lakini bado ana msukumo. Na ukiangalia asili ya binadamu huwa haridhiki. Naam. Na kutokuridhika kwake hasa upande wa wanawake. Wanawake wengine hawana ile kuridhika yani. Kumepotea kwao. Kwa sababu ukiangalia kama utamweka mume wako katika madeni, bimaana nyinyi ndio mtasafa at the end of the day. Nyinyi ndio mtaumia. Watoto wenu wataumia. Hakuna mtu anataka kuwakopesha tena. Asili ni gani? Yeye alienda kukopa akuridhishe wewe. Kabisa. Wewe hukumuelewa hali yake. Akaona sasa huyu nisipompa ataniacha. Sasa kuna baadhi pia wanaume wanaaga dunia wakiwa na madeni. Kisha baadaye wale watu wanakuja wanamaliza mali yote iliyokuwa imebaki pale kwa ile boma, unakuta paka mke sasa hivi anakuwa hana sehemu ya kwenda. Kwanza ndoa yenu muishi namna mlivyo. Na mkimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pole pole Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafungua milango, kwa sababu yeye ndiye ambaye amewafungulia milango ya ndoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akamwacha mja wake. Ndiyo kabisa. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema mwanamke yeyote ambaye
atakosa huruma kwa mume wake na akambebesha mzigo ambao hawezi, wanasema haitakubalika matendo yake yote mema atakayoyafanya. Yani wewe unambebesha mume wako, unajua mume wangu hawezi hiyo mzigo, lakini unataka hii, unataka hii, unataka hii, mpaka kiwango ambacho sasa unamuingiza kwenye madeni, unamuingiza kwenye presha, unamuingiza kwenye mshtuko wa moyo na mambo mengine. Maisha yanakuwa kwake ni dhiki. Unasikia watu wakuambia ndoa ni furaha, lakini kwake inakuwa karaha. Inakuwa ni karaha. Sasa kila anapofikiria na kuna wanawake wengine wakali sana, si kwa sababu ya vita tu, ni wakali kwa mdomo na vitisho. Na wengine wanamtishia kabisa, usiponifanyia hivi mimi nitafanya hivi, usipofanya hivi mimi nitafanya hivi. Sasa kwa sababu yule mume anampenda na anataka amani. Unajua watu wameumba tofauti. Kuna wanaume ambao utakuta maisha yao ni ya upole, wenye heshima, hawataki zogo, hawataki vita. Kile unachofanya, unachomwamrisha wakati mwingine anatii. Sasa Mtume anasema usimbebeshe mume wako mzigo ambao hawezi akabeba. Na ikiwa utafanya hivyo, ewe mwanamke, Mtume anasema lam tuqbalu minha hasana, matendo yako yote mazuri hayatakubaliwa. Watalqi llaha wa huwa alaiha ghadban, na siku ya Kiyama, siku ya hesabu, ukisimamishwa mbele ya hesabu ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuwa na hasira na wewe, sababu ni kama unamdhulumu huyu kwa kitu ambacho hawezi. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho nafaa mwanamke aelewe, haya maisha ambayo mimi naishi na mume wangu, yeye anayaweza. Kwa hivyo sisi tuishi kwa yale maisha ambayo sisi tunaweza. Tusijipimanishe na wengine. Na hili hasa ningependa liende sana kwa wanawake. Kwa sababu wanawake tuko na tabia ya kufananisha. Kabisa. Hauwezi fananisha kipato chako na kipato cha mwanamume mwingine. Kabisa. Wanaume wameumbwa tofauti. Hawafanani mifuko. Usifananishe kipato cha mume wako na cha mwingine. Umeona kwamba ni rafiki yako amenunuliwa sofa set, wewe pia unamwambia mimi nataka kama lile. Kabisa. Ukumbuke kipato chake hakifikii hapo. Hapo ni kama kumkandamiza. Kabisa. Lakini kwa sababu wanaona mke wangu ataka furaha na ndio furaha yake, acha nimfanyie. Sasa unakuta inakuwa ni mtihani mkubwa sisi wanawake kutamani kile ambacho mtu mwingine ako nacho. Muombe mume wako atapata. Mara nyingi ikiwa unatakwa na mtiifu na mwenye kushikamana na dini, utakuwa unaomba tu dua na hapana makosa kumshauri mume wako. Imenikumbusha filamu nzuri sana ambayo niliangalia Tanzania. Huwa naikumbuka sana. Kulikuwa na mwanamke ambaye ni mcha Mungu na mume wake pia mashallah ni mcha Mungu, wanaswali vizuri. Sasa kulikuwa na jirani, jirani pia na mume wake vizuri. Sasa huyo jirani kila siku anamwambia mume wangu yanifanyia 1 2 3, mimi niko hivi nini na nini. Alafu sasa huyu mwingine yuingiwa na ile hamaki, mbona huyu ndio sawa ni mcha Mungu. Ndio unajua kwamba kuna mitihani ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kupa kando na wewe kuwa mcha Mungu. Huyu mwanamke akafanya vitimbi. Siku moja alimwambia rafiki yako, mimi umpika nini? Akamwambia mimi nimepika pilau, hebu ngoja niingie nione. Kufika rafiki yake huyo jirani anampika muhogo. Sasa ndo kashangaa, hizo siku zote wewe unanisifia, kumbe hii ndo hali yako. Sasa walivyokaa chini, mama yake alivyokuja kumwambia, akamwambia yule mwenzako alikuwa yoficha aibu ya mume wake. Kabisa. Wewe ulikuwa unaitoa aibu ya mumeo. Sasa maisha ukitaka yawe mazuri ni kila mtu aishi vile alivyo. Hiyo ndio nini ya kwanza ambayo mwanamke anafaa kuwa makini sana. Pili, toa, utiifu. Kabisa. Kumtii mume. Ndio. Ingawaje sielekezi tu sifa sana kwa mwanamume pia. Ndiyo. Lakini ni vizuri pia wakati mwingine tuweke mtazamo. Ndio. Huyu mume anatoka asubuhi, anarudi jioni. Kuna baadhi ya dhiki ambazo anazipata kule anakokwenda, lakini anavumilia kwa sababu ya familia. Ndio. Na kile ambacho anakipata analete kwa moyo wa huruma. Ingawaje kuna wengine watundu, wanaume anafanya kazi lakini familia haipati. Kweli. Na huu hawa ni wale ambao wamepinda, wameingia katika
raibu, ulevi na kadhalika, familia inapata mateso. Usimweke mke wako katika maisha ya kujutia, ile hali ulifaa kumweka katika maisha mazuri. Una uwezo, usimfanye ajutie wakati ambapo una uwezo wa kumuondolea hayo majuto. Lakini ikiwa atabaki katika maisha haya lakini hauna ule uwezo, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutazama kwa jicho la huruma na anakufungulia milango. Kwa hivyo kitu cha kwanza, kitu cha pili ambacho mwanamke anafaa kufanya ni kumtii mume wake. Hakuna kitu kizuri kama kumtii, na hiyo ni miongoni mwa majukumu ya mke kwa mume kabisa. Na hata Mtume amesisitiza, anasema mwanamke yoyote, anasema, kuna hadithi ya Bwana Mtume inasema, idha sallatil mar'a, mwanamke akiswali khamsuha, swala zake 5. Mwanamke akiswali swala zake 5, waswamat shahruha, na akafunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wake, wa hajjat baitu rabbiha, na akaishi nyumba, akaenda kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wa atwa'at zawjuha, na akamtii mume wake, wa arifat haqqu Ali, na akaijua haki ya Ali, fatadkhulu ayi abwabil jannati sha'at. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atamwambia, wewe sasa ingia pepo kwa mlango wowote unaotaka, janna umeruhusiwa kuingia. Pale nyuma tulikuwa tumeeleza somo letu kuhusiana na takwa. Na hiyo takwa, unaona katika hali hii Mwenyezi Mungu anamwelekeza mwanamke, anasema sio kutii tu mume, uwe na imani, uwe na dini, uswali sala zako 5, ufunge, yani ibadati zote ambazo unaamrishwa za Kiislamu fanya. Mara nyingi hizi ibada zinakujenga, yani hata kama una moyo mgumu. Na ndio utaona saa zingine Mwenyezi Mungu anasema, inna swalata tanha anil fahshai wal munkar. Kwa kuswali kuna baadhi ya mambo mabaya hiyo swala inakuepushia. Na ndio naambiwa Mwenyezi Mungu anapoweka sheria, haweki sheria kwa manufaa yake, anaweka sheria kwa manufaa ya mwanadamu. Ndio swala inarudi manufaa kwa mwanadamu. Sasa huyu mwanamke unafaa kuhiji, unafaa kuswali, unafaa kufunga, lakini pia ni muhimu unafaa kumtii mume wako. Ukishafanya haya, hakuna maisha mengine ambayo utayatamani hapa duniani na kesho akhera. Umefaulu. Mashaallah. Umefaulu. Mashaallah. Naam, hadithi ya nukta ya 3. Naam. Pia mume anafaa kuwajibika. Tunaweza sema mke mtii mume na muheshimu, usimbebeshe mzigo, lakini unakuta yule mume hawajibiki. Ndio. Kwa hivyo wewe kama mume pia, wewe ndio nguzo ya nyumba. Tegemeo lote la matumizi ni wewe. Kwa hivyo wafaa kusimama kama mume katika maisha ya familia yako. Hata Mtume, hadithi moja inasema, khairukum linisai, mbora wenu katika wanaume ni yule mbora wenu katika wake zake. Yani anamtunza mke wake kiwango cha kwamba yule mke anakaa katika maisha yanayofaa katika ule uwezo. Kwa hivyo inahitajika pande zote mbili ziweze kujituma na kila mmoja kumtazama mwenzake. Mashaallah, mashaallah, mashaallah. Hatuwezi tukasema kwamba mke amtii mume na huku mume hamtekelezee yule mke kweli majukumu. Ni kama vile unamwambia mke nafaa ujipambe kwa mume wako, mume wako akija apate manukato mazuri, yule mume hamwachi chochote cha kuweza kujipamba, hata hayo manukato. Sasa ukikuta mke wako ananuka moshi, ni wewe ndiyo msababishi. Kwa hivyo inafaa pia na mwanamume naye awajibike, ndio yule mwanamke apate ile nafasi ya yeye kuweza kuyatekeleza yale ambayo anahitaji kuyatekeleza. Mashaallah, mashaallah. Shukran sana Sheikh. Naamini ni session nzuri sana. Na hivyo ulivyosema ya kwamba inabidi wanaume wawajibike, hilo linanikumbusha ya kwamba mwanamke ni mtulivu sana.
Lakini ukitaka mwanamke azidi kwa utulivu, hakikisha kwamba na wewe majukumu unayatimiza. Kabisa. Maana mwanamke haizi kupa furaha kama majukumu yako hawayatimizi. Lazima kila mtu acheze mchezo wake. Majukumu yake mume ayafanye, majukumu ya mke ayafanye. Inshallah mpenzi mtazamaji. Shukran sana Sheikh. Acha turudi kwake huyu mpenzi mtazamaji, tumpe mawili matatu tufunge kipindi chetu. Shukran sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu, alhamdulillah ni furaha zaidi mimi ninapoona Sheikh anapoelezea kiufasaha kiundani kuhusiana na masuala ya ndoa, nafurahika sana, nafarijika moyo wangu. Nasema bwana, ndoa ni kitu kizuri sana, ndoa ni ibada, na unapomsikia mwenyewe pia anakuambia ndoa ni kitu ambacho ni kitamu zaidi, na hii itaendana na ninyi watu wawili baina yenu. Je, kuna utiifu wa mke kwa mume? Je, kuna kujukumika kwa mume kwa mke? Na hili linatuwezesha kufahamu zaidi kadhia nzima ya ndoa na kutoiona ama kutoona kwamba ndoa ni ngumu. Kwa sababu sasa hivi kile ukimuuliza mtu akwambia ndoa bwana, ndoa achia wenye wamegraduate, lakini sisi wengine hatuna natija kuingia katika ndoa. Kuna ule uoga fulani wa kuingia katika ndoa. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe sahali, atuweke miongoni mwa vijana ambao tutaipata ndoa na kutimiza nusu ya dini inshallah. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.